Askofu Bagonza kupitia katika kurasa zake mbalimbali za mitandao ya kijamii ameandika ujumbe na kusema kwamba serikali zote zinafanana, ila mwananchi jifunze ili upate amani ya moyo. Serikali zingatia hili kwa faida yako mwenyewe. Serikali inayoitwa nzuri inaweza kufanya mambo mabaya yanayohuzunisha na hujawahi kuona. Serikali inayoitwa mbaya inaweza kufanya mambo mazuri yanayofurahisha hujawahi kuona au hata kusikia. Ubaya na uzuri wa serikali huamliwa na jinsi serikali inavyopatikana, sio kwa jinsi serikali inavyofanya kazi. Serikali nzuri inapofanya mambo mabaya ina haki ya kukosolewa, na serikali mbaya inapofanya mambo mazuri ina haki ya kupongezwa. Serikali nzuri kukataa kukosolewa ni sana kukataa kuwa ilipatikana kihalali. Waliochagua wana haki ya kuikosoa. Serikali mbaya inapopongezwa kwa kufanya mambo mazuri haina maana kwamba kasoro za kupatikana kwake zimefutwa, ni deni lisilolipika. Kwa hiyo serikali nzuri ni ile inayoaminiwa na wananchi, haishindani nao na waogopa kwa unyenyekevu usio na udhaifu, watii wananchi kwa fahari kubwa. Serikali ambayo hujimiliki yenyewe na kuwamiliki wananchi, huviapisha vyombo vya dola ili kuitii serikali kuliko kuwatii wananchi, hushindana na wananchi na kuwataka wawe watii kwa serikali. Ameandika hivyo Askofu Bagonza kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa Facebook, kauli hiyo ikilenga mamlaka pamoja na wananchi.